ya kiungu unaipata wapi? Moja, kwenye kujikana kama Yesu mwenyewe alivyojikana. Pili, kwenye kuutafuta uso, kwenye kuutafuta uso wa Mungu kwa nguvu zako, kwa bidii yako, kwa akili yako, kwa uwezo wako, utafute uso. Ya tatu, ladha ya Kristo unaipata kwa watu wenye Kristo na wenye ladha hiyo. Unajizungushia ukuta, wigo, ngome na maisha ya watu waliokuzunguka wenye aina ya maisha ambayo yana ladha ya Kristo. Mwamba ukipita kwenye jiwe la chumvi, maji yakipita kwenye mwamba wa chumvi, yatakuwa na ladha yenye chumvi kwa sababu yalipita kwenye mwamba wa chumvi. Wakati mwingine una contaminate ladha yako kwa sababu ya watu waliokuzunguka. Umezungukwa na watu wa aina gani? Wanaongea nini kwenye masikio yako? Wanapanda nini kwenye moyo wako? Wanazungumzisha nini akili yako? Wanaiambia nini imani yako? Wanachopanda kwenye maisha yako kitayaathiri maisha yako kama maji yanavyoharibiwa na magadi yakipita kwenye mwamba wa magadi. Na unasubiri kule maji matamu, ila wewe kila siku unashinda kwenye magadi, unakaa na magadi, unatembea na magadi, rafiki zako ni magadi, masikioni mwako unachosikia ni magadi. Huwezi kufanikishwa kwa maombi wewe, huwezi kufanikiwa kwa kumtafuta Mungu wewe. Na hapo Biblia imekuambia baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichangamanyi huzuni pamoja nayo, ila unayoyasikia ndiyo yatakayokuwa, kwa sababu imani huja kwa kusikia na imani inaharibika kwa kusikia. Haiwezekani umekaa unapitisha maji kwenye mwamba wa magadi na utegemee ukienda kuchota kule ni matamu. Unapoteza muda. Ili imani yako izae matunda, sharti ilindwe. Isipolindwa, ikihatarishwa, utakaa na kuhesabu miaka kanisani. Huo ni matokeo, kwa sababu you are contaminated. Yaani wewe ukitoka hapo, waliokuzunguka wote hawaamini ibada, hawaamini maombi, hawaamini Mungu, hawaamini madhabahu, na wanakuambia hayo kila siku, na wewe ndio uko kanisa nao kila siku na uko kanisani na unasubiri muujiza. Utasubiri mpaka siku ya mwisho. Imani imeshachafuka, inapokeaje? Chumvi ikiharibika itiwe nini ikolee? Umeshachafua chumvi, imani imechafuka. Hicho unaendea ndoa na umeingia kwenye ndoa, waliokuzunguka wote hawaamini juu ya ndoa. Yaani wewe umezungukwa na watu wasioamini juu ya nini? Juu ya ndoa na kanuni zake, na unaamini utakuwa na ndoa yenye imani. Imani iko contaminated kwenye eneo hilo, huamini, umechafuka. Halafu ukizidiwa ndio unakuja, ngoja tu niende kama bahati nasibu. Mungu hachezi kamari. Ukija hapa uji kubahatisha, uji kujaribu, wewe nikajaribu tu mara ya mwisho. Hamna kujaribu. Imani ni kuwa na uhakika, sio kuwa na majaribio. Kama uhakika huna, you are wasting your time. You are wasting your time. Mwenzako moyo ukishachafuka huwezi kupokea. Miaka 10 alikuwa haoni. Sasa anaona. Na watu wameshika tu viuno.